Hatua ya kwanza ya kuweza kuyaacha mahusiano yenye sumu ama mahusiano yanayokuumiza na kumove on ni kukubali ukweli, sio matumaini. Acha kumpenda yule mwanaume unayemuona atakuwa, bali anza kumuona yule mwanaume wa sasa. Yaani kama sasa anakuumiza, basi ataendelea kukuumiza. Kwa acha kubadili ukweli kwa imagination, kwa picha ya kesho. Si unaelewa? Kuna yale mateso unayopitia leo, lakini kwa sababu hutaki kuyaface, unaogopa ukiyaface yatakuumiza, unaanza kufikiri labda kuna mazuri kesho. Labda huyu mwanaume atakuwa mwanaume bora sana kesho. No, usibebe hizo picha za uongo ambazo zipo kesho. Beba picha ya leo ya mwenzako jinsi alivyo. Kama leo anakutesa, trust me, even if akikuoa atakutesa, even if ukimzalia atakutesa. Kwa hiyo acha kutengeneza picha ya uongo ili kuidhinisha hii picha ya ukweli ama kuibatilisha hii picha ya ukweli inayotokea leo, kuiona kama haina maana yoyote, na badala yake uanze kukubali ukweli halisi kwamba huyu mwanaume anakunyanyasa, huyu mwanaume hakujali, huyu mwanaume hakupendi, huyu mwanaume haoni thamani yako, huyu mwanaume anakusaliti, huyu mwanaume anakunyanyasa na kadhalika. Na kile unachokitaka kama upendo hauwezi kukipata kwake. Kwa kuwa mkweli wa namna hiyo. Kwa nini nasisitiza uwe mkweli? Kwa sababu ukiwa mkweli ndio ukweli utakuweka uhuru na utakufanya uwe imara katika namna ya kufanya maamuzi, kwa sababu utafanya maamuzi katika namna ya kutojutia kwa ukweli unaoutambua. Wakati wengi watu wanapofanya maamuzi afu wanajutia ni pale wanapofanya maamuzi kwa kukurupuka ama kwa kutofanya research ama kwa kutojiridhisha juu ya yale wanayojua kuhusu wenzao. Kuhakikisha unakuwa mkweli na mwazi juu ya nafsi yako kwamba upo katika mahusiano namna gani. Haya mahusiano yana afya kwako? Huyu mwanaume kweli anakupenda? Huyu mwanaume kweli anakuthamini? Kweli huyu mwanaume anatekeleza ule wajibu ama ile mipango mliojiwekea pamoja? Na majibu utakayopata yaelewe hayo majibu na wachukue kama ndio majibu ya matokeo ya mahusiano yako, na acha kutengeneza picha ili uyafiche ama ufiche ukweli uliokuwepo katika mahusiano yako ya sasa. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kukubali ukweli na si kuishi kwa matumaini ya kesho.